Wapenzi watazamaji na wasalimu mahali popote mlipo asubuhi ya leo, hujambo? Sasa hivi kuna taarifa ambazo zinaendelea kuleki ya kwamba the DCI police officers, yani maafisa kutoka vitengo vya DCI wakiwa na zaidi ya Subaru 8 wameweza kustorm na kuonekana kilomita 10 ama kilomita chache kutoka nyumbani kwake Rigathi Gachagua, huku ripoti zikidai ya kwamba those DCI police officers they are planning to abduct and arrest Rigathi Gachagua in his home. Ni taarifa ambazo zinaendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii, na zaidi ya Subaru 8 zimeweza kuonekana katika eneo hilo, na zaidi ya yote maafisa hao kutoka vitengo vya DCI wanakisiwa na kudaiwa kutoka kaunti ya Nairobi, yani the Kiambu headquarters, na imekuwa ni zaidi ya takriban dakika 30 ama waliweza kusimama katika nyumbani kwake Rigathi Gachagua kwa zaidi ya dakika 30, ambapo walionekana wakizungumza na kufanya mazungumzo ya kisiri, na kisha baadaye waliweza kuondoka katika eneo hilo bila kuzungumza na yeyote ama bila kuonekana ama bila kuenda katika boma lake Rigathi Gachagua, huku kanda na picha za CCTV zikiwanasa maafisa hao wa polisi. Je, ni kipi haswa kinaendelea? Ni kipi haswa wanachokihitaji kutoka kwake Rigathi Gachagua? Are they want to arrest him, ama walikuwa katika shughuli zao za kawaida? Na hata kama walikuwa katika shughuli zao za kawaida, ni kwa nini waliweza kusimama kilomita 10 ama kilomita chache kutoka kwake nyumbani kwa Rigathi Gachagua? And if they have an issue, why don't they send Rigathi Gachagua a letter, wamwagize akaweza kufika katika makao makuu ya DCI ili kuandikisha taarifa? Je, do you think this government is trying to intimidate? Do you think this government is trying to use strategies na kujaribu kutumia njia ya mkato ili kuhakikisha kwamba they are going to arrest this man? Because wenda maafisa hawa wa DCI wako na mbinu fiche, wako na jambo fulani ambalo wanaendelea kutafuta njia ya kuhakikisha kwamba they arrest this man Gachagua. Kutokana na ripoti zilizotolewa na wakazi wa eneo hilo pamoja na familia ya Rigathi Gachagua, they are claiming and blaming the government that is trying to use shortcuts to arrest Rigathi Gachagua. Na zaidi ya yote, familia ya Rigathi Gachagua imeweza kuiomba serikali pamoja na wakazi wa eneo hilo, iwapo wana swala lolote ama iwapo wana shida na Rigathi Gachagua, then they have a demand or they have a priority to send him a letter, ama wakaweza kumtumia ujumbe wa kumwagiza akaweze kufika mbele ya mahakama ama mbele ya DCI ama mbele ya tume ya NCIC ili kuweza kuchunguzwa. Hujambo na karibu ni kufahamisha ile ambayo inazidi kujiri katika taifa la 254. Lakini iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kumbuka chukua sekunde zako mbili ukalike, kucomment, na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe na kuweka notification bell, and that is the only support that you are giving this platform. And to all of you who are our returning viewers ambao wamesubscribe kwa channel hii, nasema ni asante na shukrani zaidi kwa support ambayo mnazidi kunipatia. I cannot take your support for granted. I really appreciate your support, and continue watching our videos for more updates. Sasa hivi mtazamaji wangu, kutokana na taarifa ambazo zinazidi kusagani kwamba the police ambao ni DCI headquarters, kwenye picha ambazo wanazidi kukuonyesha, zaidi ya Subaru 8 zimeweza kuonekana kilomita 10 kutoka kwake nyumbani kwake Rigathi Gachagua, na zaidi ya yote kanda za CCTV zimeweza deploy na kuweza display those pictures whereby the DCI, kutokana na rekodi ambazo CCTV zimeweza kurekodi, ni ya kwamba those CCTV footages zimeonyesha kwamba maafisa hao wa polisi waliweza kufika nyumbani kwake Gachagua majira ya saa 12:30, na waliweza kufanya mazungumzo ambayo hayakuweza kujulikana ni ya nini kwa zaidi ya dakika 30, huku wakiwa wakipoint na kuashiria nyumbani kwake Rigathi Gachagua. Je, what is happening to Gachagua? The government right now is trying to use shortcuts to ensure that this man is arrested. Kumbuka, Gachagua amekuwa ni mtu ambaye mwenye tisho zaidi katika taifa la Kenya. Is a very right now a very sensitive and a very delicate person in the Republic of Kenya, because he is now been seeing intimidating, warning the government and ensuring that he is intimidating the government.
Sasa hivi Gachagua ameonekana kutoa siri nyingi sana za serikali. Akiwa nchini Marekani, aliweza kutangaza kwamba President William Ruto is a terrorist. President William Ruto anafanya vikao na viongozi wa Al-Shabaab, na zaidi ya yote Gachagua leaked an information that President William Ruto met with the 3 leaders of Al-Shabaab in Mandera County usiku wa manane, whereby they discussed business issue, and this brought about insecurity, insensitivity and attention to the world, whereby so many leaders were questioning themselves, how can the president have a link with the Al-Shabaab goons? Na zaidi ya yote Gachagua aliweza kusema ya kwamba the president himself ako na uhusiano wa karibu sana na viongozi wa Al-Shabaab, whereby aliweza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa Al-Shabaab few months ago katika kaunti ya Mandera, baada ya 5 chiefs being arrested in Mandera County by the Al-Shabaab, and therefore Gachagua felt that those were business that was done by President William Ruto. Yani ni biashara ambavyo serikali ikiongozwa na Rais Ruto inafanya na kundi la uhalifu la Al-Shabaab. And therefore, on the other side also Rigathi Gachagua claimed that President Ruto right now anaendelea kuleta na kusajili wa Somali ambao ni wakundi la uhalifu la Al-Shabaab katika nchi ya taifa la Kenya. Sasa hivi anaendelea kuwapa vitambulisho, and he is planning to transport them and import them to other countries whereby they want to do terrorism. And this issue brought about, iliweza kuleta shida nyingi katika taifa hili la Kenya, ambapo serikali iliweza kutishia Gachagua. Especially matamshi haya yaliweza kutolewa na the Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, ambaye aliweza kutishia rais aliweza kutishia Gachagua ya kwamba immediately he arrives in Kenya at JKIA or Jomo Kenyatta International Airport, he was going to be arrested immediately and taken to DCI to write a report. The same statement was recorded by the Deputy President Kithure Kindiki. Na zaidi ya yote Gachagua alionekana kuwa mtu ambaye hatishiki, mtu ambaye haogopi, whereby he also declared that anytime he arrives in Kenya, he was going to announce the date, the departure time from USA, and the arrival time at Jomo Kenyatta International Airport, and the flight number he was going to use. So he dared the government, if they want to arrest him, they are in a position to arrest him anytime he arrives in Kenya, because he was going to announce the date, the flight number, and the arrival time. And of course, Gachagua did so. In the arrival of Gachagua at JKIA, we never saw the government arresting this man. Serikali iliweza kufumbia swala hilo as from the day Gachagua arrived in Kenya. Mpaka leo hii swala hili halijawahi kuzungumziwa. But my question is, why did the government arrest Gachagua the time he arrived at JKIA? Na hadi wakati huo Gachagua is left free. It is now almost a month. Gachagua has never been arrested regarding to his statements of insecurity in the Republic of concerning the Republic of Kenya. Mtazamaji wangu, iwapo umewahi shuhudia ama kufuatilia taarifa katika taifa hili la Kenya, hakuna mwanasiasa ambaye amewahi achiliwa huru ambaye ameweza kutoa insensitive information concerning the government. And therefore Gachagua has never been arrested until today. Tumeona viongozi wengi wakikamatwa ambao wanazungumza mabaya kuhusiana na serikali, wamekuwa abducted, wengine wameandikisha taarifa kwenye DCI, but Gachagua has never been arrested simply because it seems that what Gachagua said in USA is a true story, and this government is like it is fearing if they are going to arrest this man, he is going to leak more secret information concerning the government, because he has been in the government for a long time, and President Ruto has been his friend. They have worked with him in State House, and they have done so many things, and Gachagua knows the weaknesses and the secrets that are very sensitive to the nation concerning President William Ruto, and that is why the government is now silent till today. It hasn't arrested him. But the question today that is rising in a very stiff way, why are they going to his home in Wamunyoro and ensuring that they are not arresting him, but they are daring him? Because the CCTV footages were seen and discovered that the Subarus were seen this morning in Gachagua's home.
Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section concerning this issue. Thank you for watching this episode. Thank you for watching our videos. Continue subscribing, sharing, liking and commenting to our videos. Let's meet in our next episode.